Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Emmanuel Andrea Mwizarubi. Karibu katika kipindi cha neno na maombi asubuhi. Nikukaribishe wewe ambaye mara yako ya kwanza kunisikiliza ama kuniona. Najua wengine mlishawahi kunisikiliza, wengine mlishawahi kusoma ujumbe wa neno la Mungu ambao nilikuwa nikiandika kwa njia ya mitandao ya kijamii, WhatsApp, wakati mwingine katika Facebook. Basi leo nikukaribishe katika kipindi hiki cha neno na maombi ya asubuhi ambacho kinaitwa Nuru ya Asubuhi. Leo ujumbe wetu ambao unatuongoza katika maombi ya leo asubuhi unabebwa na kichwa cha habari kinasema, alilolisema Bwana. Alilolisema Bwana kwenye maisha yako. Alilolisema Bwana kwenye maisha yako kwa neno lake, Bwana atalitimiza. Alilolisema Bwana kwa neno lake juu ya maisha yako, Bwana analitimiza. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ile ya 3, tutasoma mstari wa 10 na 11. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 3, tutasoma mstari wa 10 na 11. Tusome mstari wa 10. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Siku hiyo nitatimiza maneno yale yote niliyoyanena juu ya Eli na katika habari za nyumba yake tangu mwanzo hata mwisho. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, tarehe 16 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Asante kwa kuiona siku ya leo. Asante kwa ajili yangu. Asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji wangu huyu ambaye umemjalia kuamka salama siku ya leo. Tunakuomba kwa Roho wako tufundishe, tutafakarishe ujumbe huu wa asubuhi ya leo katika jina la Yesu, amen. Ndugu msikilizaji, unayenitazama saa hii, nimekuambia kwamba alilolisema Bwana juu ya maisha yako kwa neno lake. Alilolisema Bwana juu ya maisha yako kwa neno lake. Amelisema moyoni mwako, amelisema masikioni mwako, litatimia. Bwana atalitimiza. Tumesoma kitabu hiki cha kwanza cha nabii Samueli, ile sura ya 3, mistari hii mitatu tuliyosoma, mstari wa 10, 11 na 12. Huu ni mistari ambayo inatokana na vile ambavyo Mungu alimuita Samueli wakati wa Heli, kuhani Heli alimuita Samueli. Samueli alimuita mara 3. Huu mstari ndio tunaona hapa, tunaona mara ya 3 Bwana alivyomuita Samueli, anamhakikishia ya kwamba yeye atatimiza yale yote ambayo Mungu alisema juu ya nyumba ya Heli tangu mwanzo mpaka mwisho. Na kile ambacho Mungu atakifanya, alisema kwamba siku zinakuja Bwana atafanya jambo kubwa sana. Ule mstari wa 11, Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Anasema atafanya jambo ambalo kila mtu atakayelisikia, atakayelisoma, masikio yake yatamwasha. Anasema kwamba atatimiza yale yote aliyoyasema. Mstari wa 12, siku hiyo nitatimiza maneno yale yote, atatimiza maneno yale yote
niliyoyasema juu ya heri katika habari za nyumba yake tangu mwanzo hata mwisho, kwamba Bwana atatimiza yale yote aliyosema toka mwanzo mpaka mwisho. Mimi nataka nizungumze na wewe asubuhi ya leo, ndugu msikilizaji, kwamba Mungu anatimiza yale yote aliyosema juu ya maisha yako tangu mwanzo mpaka mwisho. Mimi sijajua Mungu amesema na nini juu ya maisha yako wewe. Unaposoma neno la Mungu, unasikia nini Mungu anasema na wewe ndani ya moyo wako? Unaposikia habari za Mungu kwa njia ya mahubiri ama kwa namna yoyote, unasikia nini Mungu anasema na wewe ndani ya moyo wako? Anasema nini juu ya maisha yako? Anasema nini juu ya hilo unalolipitia? Inawezekana ikawa ni ugonjwa unapitia katika namna fulani ya shida za magonjwa, yamekukamata, magonjwa yamekutesa, au inawezekana unapitia jambo fulani katika maisha yako ya kimaendeleo, kwenye uchumi, biashara, kazini. Unaposikia neno la Mungu, unaposoma neno la Mungu, unasikia nini moyoni mwako Mungu anasema? Unaposikiliza habari za Mungu, unasikia nini Mungu anasema nini moyoni mwako? Leo nataka nikwambia kwamba kila ambacho Mungu amesema moyoni mwako kwa neno lake anatimiza, anafanya. Kila ambacho Mungu amesema anafanya. Haijalishi umesikia leo, ulisikia jana, leo huko vile vile. Mimi nataka ushike hili neno ya kwamba kila ambacho Mungu amezungumza moyoni mwako kwa neno lake, umelisoma, umelisikia. Mungu sio mwanadamu hata akajuta. Mungu sio mwanadamu hata akasahau. Mungu hawezi kusahau. Alisema na watu wake kwenye kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 49 kuanzia ile aya 14. Anasema ya kwamba mwanamke ambaye amemzaa mtoto wake kwa tabu kabisa, ambaye amemzaa mtoto wa tumbo lake, anaweza kumsahau, lakini sio Mungu aweze kukusahau wewe. Mungu alichokisema aweze kukisahau. Mungu alichosema moyoni mwako aweze kukisahau. Atatimiza, atatenda. Kama ni kuponya, amekwambia nitakuponya, yeye anaponya. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ile, Kutoka ile sura ya 15 ile aya ya 26, ukisoma yote, anasema kama utasikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kutega sikio na ukasikia maneno yake na ukayafanya yale ambayo Mungu ameyaelekeza mbele yako, anasema kwamba mimi nitakuondolea maradhi yote mabaya ya Misri. Nitakuondolea maradhi yote mabaya ya Misri. Kwa Bwana mimi ni Mungu nikuponyaye. Alilolisema Mungu juu ya moyo, aliyosema Mungu juu ya maisha yako kupitia neno lake moyoni mwako, kama ni habari ya kuponya, anaponya, anakuondolea maradhi. Haijalishi maradhi ya namna gani umeyasikia kwa masikio ya wanadamu, wakikwambia huu ugonjwa utakufa, hautapona huu ugonjwa, lakini nataka nikwambie Bwana amesema atakuondolea maradhi yote mabaya ya Misri. Yeye atakuondolea, atakuondolea. Kwenye Zaburi 34 ile aya 19 na 20, anasema mateso ya mwenye haki yanaweza kawa ni mengi. Hebu ngoja nisome Zaburi ya 34 aya ya 19 na 20. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata moja. Mateso yako yanaweza kawa ni mengi, lakini nataka usikie leo na uamini, Bwana anakuponya yote. Anahifadhi mifupa yako, hakuna mfupa hata mmoja utakaovunjika. Wewe hautaaibika, wewe hautakufa, wewe hautafukuzwa kazi, watoto wako hawatashindwa kusoma, ndoa yako haitavunjika, wewe haujarogwa, wewe kwamba ushindwe sijui kufanya jambo, wewe hata kama wamekuroga, Mungu anakufungua, Mungu anakuponya. Mateso yako ni mengi, lakini Mungu anakuponya leo. Mungu anakuponya. Analolisema Mungu kwenye moyo wako, analolisema kwenye moyo wako kupitia neno lake, yeye anatimiza. Ngoja tusome tena mstari wa mwisho hapa, twende tukaombe. Kwenye kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ile ya 8, kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ile ya 8, kaangalia mstari wa 14. Sura ile ya 8, angalia mstari wa 14. Anasema hivi: mfalme akageuza uso wake akawabariki mkutano wote wa Israeli, na mkutano wote wa Israeli wakasimama.
akasema, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenena na Daudi baba yangu kwa kinywa chake, akalitimiza kwa mkono wake. Suleimani anawaambia watu wakati ule, anawaambia mkutano wa Israeli ya kwamba Mungu aliyesema kwa kinywa cha Daudi baba yake, mtumishi wake, yeye anatimiza. Anasema mfalme mstari ule akasema, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenena na Daudi baba yangu kwa kinywa chake, akalitimiza kwa mkono wake. Kwamba Mungu analitimiza kwa mkono wake lile alilonena. Mkono wa Bwana sio mfupi hata akashindwa kukuokoa. Ndugu yangu, analolisema sasa, unaponisikiliza, unaponitazama, yeye anatimiza. Yeye anatimiza kwa mkono wake. Atakufungua kwenye vifungo, anakutoa kwenye mateso yako ni mengi, lakini yeye anakuponya, anakuondolea magonjwa, anakuondolea laana, anakuvusha, anakutia nguvu. Asubuhi ya leo na siku ya leo, narudia kusema, analolisema Mungu kwenye moyo wako kwa neno lake. Uwe umesoma neno, umesikia neno kama unavyonisikiliza sasa hivi, linatimia. Mungu anatimiza. Mungu sio mwanadamu akajuta, hawezi kusahau maisha yako. Wewe amini, wewe ng'ang'ana na Bwana, yeye anatimiza. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu anayenitazama, nami ninamwombea kwa jina lako Bwana, ukatimize lile ambalo amelisikia moyoni mwake kupitia neno lako hili, moyoni mwake kupitia neno ambalo amelisoma. Bwana, umesema kwa habari ya uponyaji ya kwamba mateso yake ni mengi, unamponya, nami namwombea uponyaji kwa jina lako Baba. Umesema utamsaidia. Bwana, umsaidie katika ziki, katika shida anazozipitia, katika maumivu anayopitia, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ninakuombea msaada wa Mungu uwe juu yako. Ninakuombea uponyaji wa Mungu uwe juu yako. Ninakuombea Mungu akutazame, Mungu akatimize kwa mkono wake, akufungue, akuinue, akubariki. Ibariki tarehe 16 ya mwezi wa 10. Leo ni nusu ya pili ya mwezi wa 10. Huu mwezi ukauone wema wa Bwana. Huu mwezi ukauone mkono wa Bwana. Huu mwezi Bwana akatimize yote ambayo amenena na wewe kwa neno lake, ambayo amenena na wewe moyoni mwako, ambayo amenena na wewe uliposikia neno, yakatimie katika jina la Yesu. Ukainuliwe, ukafunguliwe, ukapone, ukavuke, ukashinde. Biashara yako istawi na kunawiri katika jina la Yesu. Yale ambayo yamevunjika Bwana ayatengeneze katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen.